Oktoba tunatia bidii. Asanteni sana. Sasa bila kupoteza muda, wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Majengo, mimi niliyepo mbele yenu ni diwani wa kata ya Majengo, naitwa Maulid Gamadar, ambaye mlinipa ridhaa ya kuongoza kata yenu na kuwakilisha kutoka katika kipindi cha miaka mitano kutoka mwaka 2020 mpaka 2025. Na leo nipo mbele yenu hapa kwa ajili ya kuyaongea yale ambayo yote ambayo mlinituma nikayafanya na niliyoyafanya. Kwa hiyo naomba mnisikilize kwa makini ili mkawe mabalozi wa chama chetu na mimi pia kwa yale ambayo yamefanyika. Oktoba tunatia bidii. Asanteni sana. Sasa bila kupoteza muda, wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Majengo, mimi niliyepo mbele yenu ni diwani wa kata ya Majengo, naitwa Maulid Gamadar, ambaye mlinipa ridhaa ya kuongoza kata yenu na kuwakilisha kutoka katika kipindi cha miaka mitano kutoka mwaka 2020 mpaka 2025. Na leo nipo mbele yenu hapa kwa ajili ya kuyaongea yale ambayo yote ambayo mlinituma nikayafanya na niliyoyafanya. Kwa hiyo naomba mnisikilize kwa makini ili mkawe mabalozi wa chama chetu na mimi pia kwa yale ambayo yamefanyika. Kwa hiyo bila kuchelewa, naanza na utangulizi. Kata ya Majengo ni miongoni mwa kata 36 katika halmashauri ya jiji la Mbeya. Ina jumla ya mitaa miwili, Majengo Kusini na Majengo Kaskazini. Kata ya Majengo ina jumla ya wakazi 2958 ambao kati yao 1463 ni wanaume na 1495 ni wanawake. Pia kata ya Majengo ina jumla ya kaya 131. Hii ni kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2000 ya makazi ya mwaka 2022. Kata ya Majengo inapatikana kati ya kata ya Nonde upande wa mashariki, kata ya Maendeleo upande wa magharibi, na kata ya Itigi upande wa kaskazini, na kata ya Gana upande wa kusini. Wakazi wa kata ya Majengo wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi zikiwemo biashara, ufugaji na kilimo. Tunakuja kwenye swala la elimu ya Mbeya. Katika ujenzi wa miundombinu kwenye hizo shule, tukianza na elimu, kata ya Majengo ilifanikiwa kupata fedha cha kiasi cha shilingi milioni 131 na laki 4 kwa ajili ya support na ujenzi wa shule zetu na kuboresha miundombinu ya shule zote mbili. Tukianza na shule ya Regico, kata ya Majengo iliweza kupokea milioni 65 na laki 4. Fedha hizi zilitolewa na serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa na ofisi moja ya walimu katika shule ya sekondari ya Regico. Kwa hiyo shule ya Regico tulipata milioni 65 na laki 4 ili tukaweza kujenga madarasa matatu pamoja na ofisi moja ya walimu ya shule ya Regico. Pia tulipokea milioni 14 ambazo fedha hizi zilitolewa na serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa matundu 8 ya vyoo shule ya sekondari ya Regico. Pia tulipokea milioni 20. Hizi zilitolewa na halmashauri ya jiji la Mbeya kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya matundu 13 ya vyoo shule ya sekondari ya Regico. Na tukapokea milioni 32. Fedha hizi ambazo zilitolewa na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya jiji kwa ajili ya ukarabati wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya msingi Majengo. Fedha hizo zimetokana na mapato ya ndani ambayo yamekusanywa na halmashauri ya jiji la Mbeya. Kwa pamoja na hayo, kamati ya maendeleo ya kata tumeweza kufanikisha ukarabati wa darasa moja la awali la watoto wadogo la chekechea ambalo mkiliona pale limeshakamilika, nadhani leo litakuwa limeshakamilika, la chekechea ambalo tuliweza kulijenga kutokana na fedha ambazo zilipatikana baada ya yale madarasa ya zamani kutolewa yale mabati ya zamani, na tukaweza kuyauza ndio tukaamua kukarabati ofisi ya na shule darasa lile la awali.
ile darasa la awali pale ni yale mabati ambayo yalikuwa mabovu, tukauza, tukapata pesa, ndio tukatengeneza darasa la chekechea. Kwa hiyo ndugu zangu, niombe ushirikiano wenu. Amina baba. Naomba ushirikiano wenu. Ndugu zangu, mashehe yangu, naombeni maombi yenu. Wanachama wenzangu, naombeni tuendelee kushirikiana, tuendelee kuwa pamoja, kwa sababu tusipokuwa pamoja ndio tunakiharibu chama. Tunakiharibu chama chetu kwa sababu ya makundi. Kwa hiyo mimi niwaombe, tuliko na umoja huu, tuendelee kuwa na umoja huu, ndio tuweze kuiongoza kata yetu na tuweze kuipa kata yetu maendeleo. Mimi naomba tuwakatae sana wale wanaotuletea makundi. Kwa sababu sasa hivi tunaenda kwenye uchaguzi, kila mtu anataka kuleta neno. Na mimi nimekuwa nikiogopa sana. Mtu akija akisema anataka asikie unasema nini. Naomba jamani tuwe makini, kwa sababu sasa hivi unaweza kaambiwa kitu diwani amesema, amekufanyia hichi wewe, kumbe hata diwani hakujui, hata diwani hajajua. Diwani hajui chochote, unashangaa mtu unapita amenuna asubuhi. Unamsalimia hataki kujibu. Kumbe mtu ameshapeleka maneno ambayo sio mazuri. Kwa hiyo mimi naomba jamani tuwe na ushirikiano ili tuweze kuendelea na kuwa na maendeleo ya pamoja. Kwa hiyo la kuondoka nalo leo kuwa bado nipo sana kwenye kata ya Majengo. Mwenyekiti atauliza, kama umepokea mtasema tumepokea. Kama mjaupokea mnasema hatujapokea. Baada ya hapo sasa, mheshimiwa diwani atasimama kukabidhi utekelezaji wake kwenye chama. Napenda kuchukua nafasi hii sasa kuwauliza kutoka kwa mheshimiwa diwani Maulidi, mtayapokea? Mmepokea? Ndio. Kwa mashahidi. Sasa mimi sikosoi, yeye anajaribu kukumbusha vitu ambavyo inawezekana mheshimiwa amesahau. Lakini pia mimi nipongeze, niko kwenye sekta ya afya, lakini juzi wa mama mlikuwa shahidi. Nikiwa miongoni mwa watu ambao wanasimamia zoezi la afya, mheshimiwa aliamua kuleta watu, wazazi wakapima pale bure, tukafanya kila kitu. Lakini pia ambao mna kumbukumbu wa mama, tulikuwa na zoezi la lishe kipindi cha nyuma kabla hiyo. Lakini pia mheshimiwa akaona wale watu waliokuja wasishinde na njaa. Bado pia akaamua kuwafadhili wale watu, kila kitu kaenda. Lakini pia katika mazoezi yote haya, katibu, nimekushukuru kwa sababu kila alipokuwa naendelea mabalozi wako walifanya kazi kusaidiana na mimi kwa ajili ya issue ya afya. Mungu akubariki pia kwa hilo. Lakini la kwanza ambalo nataka niseme kwamba mheshimiwa diwani amekuja kusema tena bado yupo sana. Kama unakuwa na sababu ya kusema asiwepo, basi usiseme zile sababu za kusema kwa sababu ni mrefu au mfupi au nini. Uende mbele, kwa sababu huyu jamaa amefanya vitu ambavyo amejaribu, hata kama sio kwa 100%, kuwa sehemu ya kila mwanafamilia ambao mnaweza mkawa mashahidi kwa haya kwamba nani limemkuta, nani anafanya kitu yule bwana hajashiriki. Mheshimiwa diwani, Mungu akubariki. Na kama utampendeza Mungu kupitia hawa watu, basi wakurudishe tena. Nashukuru. Simama hapa ni katibu wa umoja wa vijana kutokea kata ya Majengo. Kikubwa kilichoniweka mpaka nimesimama hapa mimi ni kumpa pongezi za dhati mheshimiwa diwani, akiwepo pale na diwani Vitimaro. Wamefanya kazi kubwa sana ambapo imefanya mpaka sisi vijana tuwe pamoja, tuwe na unity moja, tuongee lugha moja. Safari hii Majengo tunakaa vijana tunaongea pamoja kutokana na mheshimiwa diwani, ukimwelekeza jambo analifanya vile vile kama vijana tunavyohitaji. Lakini nikiwa kama katibu wa vijana, sisi kama jumuiya ya vijana, safari hii sio yeye anaomba, sisi ndo tunamuomba yeye achukue fomu. Na
gharama za fomu tukasimama kama vijana, sisi safari hii tutamlipia yeye ili aendeleze kufanya vitu. Mheshimiwa madiwani, sisi kama vijana tumeona kazi yenu kubwa sana. Tunataka watu kama nyie. Sasa hatutaki tena saizi kupata mtu wa design gani. Tunataka mwende mkafanye kazi kubwa tena mlioifanya hii. Hivyo sasa jukumu la nyie tuachieni sisi vijana. Tutapita nyumba hadi nyumba, chocho kwa chocho kuhakikisha inarudi. Jamani, mimi pia naungana na watu wa maoni wote wa mwanzo waliopita, kwa sababu kila mtu kajaribu kujazia pale ambapo aliona diwani hakujazia, na mimi pia najazia. Diwani amefanya mambo mengi sana kwenye hii kata, sana. Mimi nimebahatika kidogo kuwa jirani yake pale. Imefikia hatua yani lolote mwananchi yoyote anayeguswa na chochote majengo hii anampigia simu diwani. Hata kama swala ni la polisi anampigia simu diwani. Swala la hospitali anampigia simu diwani. Nyumba inaungua anampigia simu diwani, na diwani yuko macho muda wote kuwashughulikia wananchi wa kata ya Majengo. Wote ambao wamesema hapa wametoa na ushahidi kwamba aliwasaidia hapa. Lakini jambo kubwa ambalo mheshimiwa diwani lingine amekuwa akifanya, kuna watu wamekuwa hawana uwezo wa kwenda kugomboa maiti zao pale mochwari. Inapotokea mtu amefiwa, hana uwezo wa kwenda kugomboa maiti yake pale mochwari. Mmoja wapo ni mimi hapa, ambaye nilifiwa na mtoto wa dada yangu. Bili ilikuja kama 940 hivi ambao tulikuwa tunadaiwa, lakini nilimshirikisha mheshimiwa diwani, tukaenda mpaka kwa mganga mkuu pale, akaliongea, akaliweka sawa, na nikaruhusiwa kutoa maiti bila kutoa hata shilingi 100. Kwa hiyo namshukuru sana mheshimiwa. Lakini pia amekuwa ni mstari wa mbele sana. Tumekuwa na madiwani wengi sana hapa kwenye kata yetu ya Majengo, lakini diwani leo amejitolea gari lake. Amesema mama pale, imetoka gari ambayo hudaiwi hata chembe ya mafuta. Utakwenda popote pale ambapo utahitaji kupeleka ile gari. Hilo jamani, diwani huyu hakuna diwani mwingine tutakuja kumpata kama yeye ambaye atafanya vitu hivi. Leo sisi Mau tunamchukulia kawaida kwa sababu tupo naye, ila kuna kata wanamtamani. Kuna kata wanamhitaji Mau huyu. Ukienda Itiji wanakwambia yani tungepata diwani kama wa kwenu. Hapana. Unaenda Sokomatola wanaisa, lakini wanakwambia ila Mau achana naye. Unaenda Ghana, unaenda Ilomba, unaenda Nzovwe, kila unapofika lazima Mau amzungumzie kwa sifa nzuri. Jamani, Mau kaitengenezea Majengo sifa nzuri sana. Chama chetu kimekuwa na heshima. Tukifika sehemu sisi tuna gari letu. Wakiona gari za watu wa Majengo wao wamefika. Kwa jina naitwa Noah Sent Makarukwa, ni mkazi wa Majengo Kaskazini, na vile vile ni mjumbe wa kamati ya siasa kata. Mimi nijumuishe tu jambo tulioweza kumtuma alifanyie kazi, amefanya kazi na amegusa sehemu zote, si kwenye elimu, si kwenye barabara, si kwenye mazingira ya wananchi tu wenyewe. Yaani kwa jumla tumepokea. Kwa jina naitwa Upendo Samuel Kadaga, ni katibu mwenezi kata ya Majengo. Kiukweli, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima katika siku hii ya leo. Kiongozi wetu Maulidi, bado wana Majengo wanasema wapo naye sana. Ametusomea ilani yake kuanzia 2020 mpaka 2025. Hakika ni ilani ambayo tumesoma, wananchi wameelewa. Bado tunashukuru sana, tunazidi kumwombea Mungu katika miaka mingine 5 Mwenyezi Mungu impendeze zaidi, tuendelee kuwa naye. Ilani yake amesoma, amepita eneo la elimu. Upande wa elimu yuko vizuri, upande wa miundombinu yuko vizuri, upande wa afya yuko vizuri. Alifanya mchakato wa kwake yeye kama diwani wa kata ya Majengo. Majina anaitwa Frida Mbuku Mwakapugi, ndiye mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kata ya Majengo. Mimi naomba nimpongeze mheshimiwa diwani Maulidi Jemedari. Diwani wetu kwa kweli amekuwa ni mtu wa watu katika kata yetu. Amekuwa akifanya vizuri kwa upande wa elimu, kwa upande wa afya. Hakika tumepata mtu bora katika kata yetu. Hivyo tunamwambia Oktoba tunatiki. Mama Samia Suluhu Hassan, Oktoba tunatiki. Na mbunge atakayekuja katika jimbo letu la Mbeya mjini, Oktoba tunatiki. Diwani hakuna wa kumpinga na hakuna wa kumsema kwa sababu vyote vinaonekana. Vijana wa hapa wamesaidiwa mambo mengi ambayo kila mmoja anamsherekea Jemadari. Amewekea fursa. Sisi kweli tulikuwa tunangojea. Kuna tatizo la msiba, Jemadari amekuja anachukua.
Panda juu kidogo. Kuna tatizo fulani anasaidia kwa vijana. Kuja kwa wazee nako usiombe, anatupigia hodi. Ukimweleza tu anakuja mpaka nyumbani anakusaidia. Shukrani. Hana tatizo. Sasa. Unaona? Haya, kuhusu haya maelezo aliyoyatoa pale, sio ya uongo, ni ukweli tunayaona. Kuhusu soko, shule zote mbili. Hata madarasa yenyewe aliyokuwa anazungumza, mimi naweza nikaenda kukuonesha. Unaona? Na kuonesha kabisa. Kwa hiyo kwa hii Majengo hakuna atakayempindua jemadari. Hakuna, hatumuoni. Hakuna. Kwanza hata wale waliokuwa wamejikazana tu, si tunataka tuingie mwaka huu nagombea, wamechanua tayari hawapo. Asante sana, shukrani.